Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewe mdau wa Alhajar TV, so unajua wewe ni mwanafamilia wetu, ndiposa tumeamua kuja na kitu kipya kinachokupa mafunzo, kitakachokuelimisha, kuburudisha na pia kukupa elimu zaidi. Naizungumzia app ya kwanza ya Kiislamu ambayo unaipekua kwenye simu yako ukiwa na Android ama ukiwa na simu ya iPhone. Ingia pale Play Store ama App Store, andika Alhajar TV. Alafu utapata app yetu maridadi ya Alhajar. App hii manufaa yake utapata kujua namna ya kalenda ya Kiislamu inavyoenda, kibla cha Kiislamu kiko wapi wakati wowote, na vile vile itakupa fursa kuangalia na kutazama Alhajar TV mubashara wakati wote ukiwa kwenye simu yako. Vile vile app hii inakupa fursa ya kipekee ya kuchat na shekhe kwa ajili ya kumuuliza maswali yako yanayokuumiza akili. Hili hakuna mahali kwingine isipokuwa ni Alhajar TV, kwani daima tunakujali kwa kuwa umetufanya kuwa kituo namba 1. Hivyo basi hakikisha unaingia App Store ama Play Store, unaandika Alhajar TV, halafu una download. Ukishamaliza kudownload una install pamoja. Ukishamaliza kuinstall hakikisha unajaza details zote utakapoambiwa uweke email address na password yako utakayotumia wakati wa kulogin katika app yetu hii. Chini utapata option 2, ima ya user ama ya shekhe, lakini kwa kuwa wewe ni mwanafamilia, chagua session ya user. Hii ya shekhe wache mashekhe. Baada ya hapo utakuwa umefanywa verification kwa ajili ya kuanza rasmi kuitumia app hii ya Alhajar TV. Unakosaje? Download leo Alhajar TV, mwangaza kwa umma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na kuamkua kwa maamkizi yaliyo mema, maamkizi yaliyotumika na manabii na maswahaba, maamkizi yatakayotumika siku ya kiyama, nikiamini ubuheri wa afya. Tarehe 24 ya mwezi Aprili mwaka wa 2025, siku 6 tu kabla ya mwezi Aprili nao kufunganya virago kuuaga mwaka huu wa 2025. Tuanze rasmi mwezi wa 5 tukiwa tunaelekea kugawanya nao mwaka huu, nikiamini ubuheri wa afya. Kama ada si ibada, kila siku Alhamisi huwa tuko nao mashekhe mbalimbali katika kipindi cha Mailun Nabi, lakini leo ni bahati ya mtende kumea jangwani. Tuko naye mkurugenzi wa shirika la Vocal Africa, lakini wengi tulikuwa tukimtambua sana kwa juhudi zake za wanaharakati katika mashirika kama vile Muhuri, na akapata umaarufu zaidi katika shirika la Haki Afrika. Si mwingine isipokuwa ni ndugu yangu Hussein Khalid katika kipindi chetu cha Kurunzi Alhajar TV. Kipindi Kurunzi cha Alhajar TV ni kipindi speciali kinachokujia kila muda tunapopata wageni tofauti kwa ajili ya kuelimishana, kujuzana, pia kuhamasishana katika mengi zaidi tunastahili kuyafahamu. Mimi jina langu daima litasalia kuwa Muhammad Atibu Abdallah. Ukiliona refu sana napenda kunita presenter 001. Hussein Khalid, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Atib, very happy to be here. Shukran. Nafurahi kuona umepiga hatua kwanza wewe mwenyewe na kuweza kufika katika kiwango hiki. Alhamdulillah. Shukran. Shukran sana. Karibu sana katika studio za Alhajar TV. Hapa ndio kwa sasa sauti ya wale ambao hawana sauti nasikika, tukiwa tunajaribu kuhakikisha umma ama jamii iliyokuwa nyuma yetu haikati tamaa, kwa sababu tulikuwa na ndoto, na moja katika ndoto tunaendelea kuzitimiza, kuwa siku moja tutakaa mahali kumhoji pengine huenda rais wa Kenya ama hata marais wa nchi nyingine. Na leo ni furaha kama nilivyokuambia ya mtende kumea jangwani, kwani kumpata Hussein Khalid najua kazi ni nyingi, uharakati bado upo, lakini vile vile watazamaji ni wajuze pengine mtu alikuwa hawezi kufahamu, na wale ambao walikuwa wanaofahamu, huyu ndiye mwalimu wangu. Kwa wale ambao walikuwa wakiona wanaharakati nikiwa katika shirika la Haki Afrika, ndiye alikuwa mwalimu wangu, ndio alikuwa bosi wangu. Na katika uchaguzi wa mwaka 2022
alinipa jukumu kubwa sana la kuongoza kituo cha kuhakikisha ama cha kusahihi uchaguzi uliopita ambapo Rais William Ruto alishinda. Tulikuwa na Rapid Center ya election ambayo ni project ya election alioniamini na kanipa kwa ajili ya kufanikisha, lakini alhamdulillah leo wenyewe wanasema milima na milima haikutani lakini binadamu hukutana. It's a pleasure my boss to host you again. Mimi nina furaha sana. Nafikiri tulifundishana sote tukiwa Haki Afrika na tukajaribu kuinua bendera ya Pwani. Manake wakati ule kama ulivyoelezea kile kituo cha kusimamia kura ndio kilikuwa cha pekee yake nje ya Nairobi. Vituo vyote vingine vilikuwa pale Nairobi. Kwa hivyo sisi tukavunja mbarika, tukasema kwa nini vituo vyote viwe pale Nairobi. Na nafikiri tulifanya kazi nzuri tukiongozwa na wewe. Na inshallah tuendelee kupeperusha bendera ya kwetu hapa Pwani ili tuweze kufika mbali na tuweze kusikika kwa mengi. Asante sana, na bila kupoteza wakati pengine tu kwa ufupi kwa dakika kama 2, kuna watu wanatamani kumjua Hussein Khalid ni nani. Watu wanamuona ni mwanaharakati tu, pengine wanamdhania ni jamaa anaishi Nairobi. Naam, Hussein Khalid ni kijana wa hapa Mombasa. Mimi nilizaliwa Old Town, hospitali ya Pandya, na kulelewa. Baada ya kufika miaka ya kwenda shule, familia yangu walihama wakaenda Nairobi. Lakini kama unavyojua sisi watu wa Mombasa, ilikuwa kila shule zikifungwa, hata labda kabla shule hazijafungwa, tushafanya mtihani, tushamaliza, moja kwa moja hadi Mombasa. Tunakaa Mombasa mpaka wakati wa kufungua shule. Saa zingine hata shule imefunguliwa bado tuko huku. Kwa hivyo nitasema nimekulia katika miji hii miwili, lakini familia yetu yote, bibi, babu, mandugu, cousins wote ni wa hapa Mombasa. Kwa hivyo nilisoma kule Nairobi hadi chuo kikuu. Nikaenda nikamalizia kule Uingereza, nilisoma mambo ya sheria. Na baada ya hapo nikarudi nikaanza kazi kule Nairobi, lakini baada ya muda nikaja Mombasa. Ndio nikafanya kazi Muhuri, nimefanya Haki Afrika, na sasa nimepata nafasi ya kufanya kazi katika shirika ambalo linafanya kazi barani Afrika. Ndio nikaona nichukue hiyo nafasi niweze kuyasukuma hayo mambo. Kwa hivyo mimi ni kijana wa hapa Mombasa. Naam, kabisa. Ni kijana wa Mombasa, lakini tajriba yake ni ya kupigiwa mfano katika bara Afrika, akiwa mmoja kati ya miongoni wa wanaharakati ambao wamekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha katiba ya mwaka 2010 inatekelezwa, vile vile wakiwa mstari wa mbele katika tuite kuipa ama kuiweka serikali on toes katika kufanikisha yale ambayo yanastahili kufanywa. Vile vile ilikuwa ni katika miongoni mwa Wakenya wachache waliopaza sauti kuhusiana na utovu wa usalama na watu kupotea katika njia tetanishi, kuhusiana na vile vifo vya watu waliopatikana katika mto Yala, na vile vile wakati wa COVID naye pia akasimama pakubwa zaidi kuhakikisha wale COVID millionaires ama zile pesa zilikuwa zikipotea katika ile uviko 19 nao pia wanachukuliwa hatua. Lakini leo katika Kiti Moto tutapata fursa naye kujua mengi harakati zake za wanaharakati. Pengine tutajifunza 1, 2, 3, na pengine huenda katika kipindi hiki pia tukapata kujua mengi ambayo hatuwezi kujua, tulikuwa tukiwatamani kuyajua kuhusiana na masuala mazima ya human right hapa katika taifa la Kenya. Ndio headline inayosema State of Human Right in Kenya, tukiwa naye AD ama Executive Director wa Vocal Africa. Ndugu yangu Hussein Khalid, tuanzie kwa maoni yako pengine haswa. Tunaona utovu wa ukaji wa haki za binadamu umefikia wapi haswa? Ni jambo la kusikitisha ndugu yangu Muhammad Khatib, kwa sababu hali ilivyo hivi sasa ni kwamba katiba ambayo imetupa sisi na uhakikisho wa haki za binadamu kwa kupitia sura ya 4 ya katiba ambayo inazungumzia haki za binadamu ama Bill of Rights, inaendelea kukiukwa kwa hali ya juu. Kwanza kabisa tukiangalia mfumo wa kisiasa nchini kwetu hapa, katiba ambayo tuko nayo inapendekeza kwamba kuwe na serikali na kuwe na upinzani, lakini hivi sasa tunaona kwamba ule upinzani umetekwa, umekuwa sasa uko upande wa serikali,
na hakuna upinzani ambao unaweza tukasema uko kuhakikisha kwamba serikali imetekeleza majukumu yake. Pili, tunasema kwamba taasisi nyingi za serikali kwa sababu ya kutokuwa na upinzani hivi sasa zinatenda kazi zao kiholela. Hakuna ule uwajibikaji ambao unatakiwa katika serikali. Ukiangalia si masala ya elimu, si masala ya usalama, si masala ya hata tukiangalia kijinsia na watoto na mengineo, utapata kuona kila mahali ni kwamba taasisi zimeshindwa kutenda kazi. Tukiangazia tu mojawapo ya hayo mambo, swala la usalama. Hivi majuzi tumepokea habari ya magengi ya wahalifu ambao yamekithiri katika nchi yetu hii. Na jambo la kushangaza kabisa ni kwamba sisi Mombasa County ndiyo tunaongoza kwa idadi ya magengi ya wahalifu ambayo yako hapa. Jambo kama hili lazima tujiulize. Leo vipi kuna magengi kama haya ikiwa kuna taasisi ama idara ya polisi? Kazi yao ni gani? Tuko na wasimamizi wa usalama, county commissioner, tuko na county commander, hata tuko na wale ambao wanafanya kwa county government, wale manispaa. Je, kwa nini hadi hivi sasa hawajatekeleza majukumu yao kuhakikisha masala ya usalama yamezingatiwa hapa Mombasa? Leo hii sisi ndio ambao kijiografia ndio wadogo kabisa katika nchi hii yote. The smallest county in Kenya is Mombasa. Lakini la kusikitisha na kughadhabisha ni kwamba hii smallest county ndiyo iko na magenge ya wahalifu mingi kupitia kiasi. Kwa hivyo tukiangalia tunaona kwamba masala ya ile kupeana services, yani kutoa huduma kumepotea. Na last but not least tunaangalia visa vya ukiukaji wa haki za binadamu. Masala ya mauaji ya kiholela, extrajudicial killings, masala ya watu kupotezwa, yani disappearances, arbitrary arrest, zimekithiri kupita wakati mwingine wowote katika historia ya Kenya. Hii inamaanisha kwamba hapa tulivyo hivi sasa, hali halisi ni kwamba ukiukaji wa haki za binadamu ni wa hali ya juu, na Wakenya lazima waamke, waseme kwamba hatutaki kuendelea kwa njia hii. Pengine tukigusia hapo katika taasisi, na tumegusia upinzani kumezwa na serikali. Hii inamaanisha kuwa taifa linaingia katika hatari ya kutokuwa na upinzani wenye udhabiti zaidi? Naam, wazi kabisa. Wajua demokrasia kuweza kufanya kazi lazima kuwe na upinzani. Vile serikali ilivyofanya kuwameza ni kumaanisha kwamba sasa ile demokrasia imekuwa hafifu kabisa. Ni jambo ambalo lazima sisi sote tulitilie maanani, kwamba ikiwa serikali itafanya kazi bila ya mtu yoyote kuhakikisha kwamba wanaajibika, ni kumaanisha hii nchi tutakuwa tunapotea kabisa. Kwa hivyo kumizwa kwa upinzani, kuchukuliwa na kuwekwa kwenye serikali, ni kumaanisha wamenyamazishwa kabisa. Hakuna jambo ambalo limeharibu uwajibikaji katika nchi hii kuliko ile memorandum iliyowekwa sahihi hivi majuzi baina ya vile vyama viwili kule KICC. Ile ilikuwa ni hujuma ya hali ya juu ya demokrasia, ni hujuma ya hali ya juu ya uwajibikaji, na lazima sisi kama Wakenya tuseme, ikiwa watu wamechaguliwa na wananchi wa kuwakilisha, kisha wao walipofika kule mbele wakaamua watabadili, kwa sababu wananchi walikuchagua, na katika ule uchaguzi ilikuwa wewe uwe ni mpinzani kwa wale wanasiasa wengine. Leo hii watu wametofautisha, hata ni kama nusu kwa nusu, ili tuhakikishe kuna uwajibikaji katika nchi. Alafu nyinyi mumeamua mutayakwepa yale majukumu ya kwamba ni upande wa pili, mukaingia upande ule mwingine mmoja. Hii ni hujuma ya hali ya juu, ni tutasema ni usaliti na ukiukaji wa zile principles za demokrasia ambazo zinatarajiwa kuwepo katika nchi ya Kenya. Pengine hizi ukiukaji wa hizi principle ambazo nyinyi kama wanaharakati zinawaathiri vipi pengine? Naam, zinaathiri pakubwa, kwa sababu leo Hatib, wangapi wameuawa? Tuko na watu zaidi ya 60 na
hivi katika maandamano ya kizazi cha Gen Z, nafikiri kulikuwa na kanda ya wazi kabisa ikimuonesha jamaa akipiga risasi mwanahabari, akimpiga ile tear gas. Ile ilikuwa wazi kabisa. Hebu tujiulize, kwa nini hadi leo hakuna hata askari mmoja aliyochukuliwa hatua? Kwa nini? Hawa walioko kwenye serikali, kwa nini hawajafanya majukumu yao? Na wewe ambaye ulikuwa kwenye upinzani, ukainuka ukasema unaenda kujiunga na serikali, ati mkatuambia mtahakikisha haki za binadamu zimeweza kutekelezwa. Umefanya nini kuhakikisha kwamba wale waliotenda maovu wamechukuliwa hatua? Bali tunaona hadi leo visa vya mauaji ya kiolela inaendelea. Kijana wa form 3 wiki mbili tu hivi zilizopita, kijana wa form 3 amepigwa risasi kwa nyuma. Risasi imepigwa huku ikatokezea hapa Kibet, kutoka kule Trans Nzoia. Je, umemsikia mpinzani yoyote akizungumza? Umesikia serikali yote akisema huyu kijana apewe haki? La hasha. Lakini ngoja shule ya Butere ifanye mchezo wa kuigiza Echoes of War. Kila mtu anapaza sauti. Yale mauaji hamuyaoni? Ule watu kupotezwa hamuoni? Mbona hayo hamuyazungumzii? Hii ndio hatari iliyoko hivi sasa katika nchi yetu. Kwamba wale waliopewa majukumu ya kuhakikisha kuna uwajibikaji wameyakimbia majukumu hayo, na sasa wanaimba na pamoja na serikali kwa yale maovu yanayofanyiwa wananchi. Tukigusia hilo la Butere na kupotea kwa watu katika njia tetanishi, tuliweke pembeni kidogo, na nina swali takuja nalo hapo, lakini pengine tugusie maandamano ya kizazi cha Gen Z ya mwaka jana, mwezi wa 6 mpaka kufikia hatua kuingia katika majengo ya bunge. Nyinyi kama wanaharakati mlikuwa wenyewe wanasema behind the scene ama behind the curtain katika kulifanikisha hili? Tulikuwa hapo sisi, hata ile siku ya tarehe 25 mimi sikufika bungeni kwa sababu ya yale mambo yalikuwa pale, watu walikuwa wamejaa sana. Nilikuwa lakini Nairobi, tulikuwa kwa upande huo wa nyuma tukijaribu kuhakikisha kwamba wananchi wamepewa fursa ya kujieleza zile hisia zao ambazo walikuwa wanataka kujieleza. Na ni kila mtu, manake itakuwa anasema urongo tukisema ni mimi ama ni wewe ama ni nani. Yale maandamano tunasema yalikuwa organic, yani wenyewe watu walikuwa wameshikwa na ghadhabu, na lazima tupongeze kizazi hiki. Manake katika historia ya nchi yetu, sidhani tu ni nchi yetu, barani Afrika hakujawahi kuwepo na kizazi kikajitolea kwamba watatoka mbele kudai haki zao kama vile tulivyoona. Kwa hivyo ndio sisi tulikuwepo baadhi ya wale ambao tulikuwa tunajaribu kuhamasisha na kuhakikisha kwamba wananchi wamepewa sauti yao, na ni pongezi kwa kile kizazi kwa yale ambayo waliweza kutuletea, kwa sababu hadi hivi sasa tuliona ile sheria ilitupiliwa mbali. Mimi na wewe hivi sasa tungekuwa tunalipa kodi za hali ya juu, Wakenya wangekuwa wanalipa kodi za hali ya juu ikiwa hiki kizazi hakikujitokeza mwaka uliopita na kusema hapana, hatutakubali na hatutaki mambo kama hayo katika nchi yetu. Pengine ndugu yangu Hussein, kuna watu wanasema maandamano yale yalichochewa kwa watu wengine kupata kazi. It's obvious. Nafikiri yale maandamano bila shaka yalitikisa nchi, na hasa serikali ikababaika, ikaona kwamba hapa sasa sisi lazima tutafute watu ambao watakaotuunga. Na ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba lile la rahisi ilikuwa ni kuwanunua upinzani. Maana tutasema ni kuwanunua kwa sababu ya zile nafasi walizopewa. Na ilikuwa matumaini yetu kwamba huu upinzani utasimama na wananchi, useme la, yale ambayo hawa wananchi wanayataka ni mambo ya kweli. Kwa hivyo serikali, tekelezeni yale majukumu ambayo wananchi wanataka myatekeleze. Lakini la kusikitisha, badala ya kusimama na wananchi, upinzani uliamua utasimama na yule ambaye wananchi wanalalamika juu yake. Wakaenda wakaungana, wakanunuliwa, wakapewa nafasi, nyadhifa hapa na pale, hadi hivi leo. Hata utapata wengine ndio wanailinda na kuitetea hii serikali zaidi hata ya wale ambao walikuwa hapo. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lilighadhabisha wananchi, na hadi hivi sasa tunasema kwamba hawa ambao waliamua kuruka kamba na kwenda upande wa pili waliwasaliti
wananchi, hasa kizazi cha Gen Z. Lakini tukisalia hapo, nakumbuka tulipokuwa katika mchakato wa maandamano ya kizazi kipya, katika kiti hiko kilikuwa amekaa ndugu yangu Sheikh Abu Katada, na upande huu alikuwa amekaa kijana Shamir. Najua majina haya si mageni kwako. Abu Katada akatoa kauli kuwa nikimnukuu, anasema vijana walikuwa kama maumau. Wakati tunapigania taifa hili katika ukombozi, Muingereza aliwaita mezani kuwa njoni tuzungumze ni nini mnahitaji, lakini vijana wakawa kama maumau. Na upande wa pili Shamiri akasema licha ya kuwa wao walikuwa maumau, maandamano yao yaliitiwa filfinyange na baadhi ya watu. Je, kauli ya kuwa vijana walikuwa maumau waliitwa, rais akajitokeza paka katika mtandao wa X akiwa yuko tayari kusikiza kilio cha vijana, na pengine baadhi ya vilio ni kuwa tupilie mbali mswada tata wa fedha na avunje, pengine kuna baadhi ya mawaziri wakapelekwa nyumbani na rais akalifanya lote hili. Je, huoni pengine kauli ya Abu Katada kuwa vijana walikuwa maumau ilikuwa sahihi? Vijana walikuwa maumau, na hilo ni jambo zuri kwamba hawa vijana waliamua sasa ni kuikomboa nchi. Na mtu yoyote akijitokeza kwa sababu ya kutaka haki isimame, kwa sababu ya kutaka uwajibikaji, kwamba serikali itekeleze majukumu yake, hao ni watu ambao wanafaa kupongezwa. Na jambo ambalo wakati ule, kwa sababu mimi nilikuwa Nairobi na tulikuwa katika harakati hizo, tulikuwa tunasema kwamba si lazima sisi tuje tukae chini. Yale ambayo watu walikuwa wanayataka yalikuwa yanajulikana tayari. Sasa kwa nini tuje tukae chini ile hali unajua moja, la pili, la tatu, la nne ambalo watu wanataka mulitekeleze? Kule kukaa chini kulikuwa ni nini? Wajua mara nyingi wanasiasa na hasa kizazi cha juu zaidi, zaidi yetu pia, jambo ambalo wamezoea kwa miaka mingi, kukiwa na watu ama kukiwa na msukumo, ni kuwaita wawili watatu kisha kuwaeka chini, labda kuwahonga, kuwapa nyadhifa hapa na pale, ili kuua ule msukumo uliokuwepo. Hili jambo ambalo lilifanyika lilikuwa ni jambo zuri, kwamba wananchi walisema hatuna kiongozi. Kwa sababu ya kwanza, jambo la kwanza lingetoka ni kuwagawanya. Divide and rule. Yeah, exactly. Nafikiri kuna kijana hivi sasa amevuka mpaka, ameenda upande wa pili. Ameingia katika siasa. Na umeona vile amepigwa vita, kwamba watu wanasema Kasmuel hivi, Kasmuel vile. Na ilikuwa kuna hatari ya baadhi ya wale viongozi, ikiwa watakubali kwenda kukaa chini kuzungumza, ingekuwa hali ni hiyo hiyo. Na serikali wangetumia ile divide and rule kuwaonesha wale wananchi, hawa tushawachukua. Ingekuwa sasa hawa ndio vile ODM imekuwa. Lakini tulikuwa na msimamo wa wazi kabisa. Mambo ambayo yalikuwa yanatakaniwa, finance bill itolewe, baraza la mawaziri watolewe, wale wafisadi, wale ambao wana criminal records wasirudishwe. Ilikuwa ni wazi, wale wamezeeka tayari watolewe kwenye nyadhifa. Walisema wazi wenyewe pia kwamba wale waliouawa familia zao lazima ziangaziwe. Kwa hivyo si kweli kusema kwamba Rais Ruto alitekeleza yale matakwa. Alitekeleza mawili matatu, lakini mengine mengi bado hajayafanya. Ndio kwa maana bado hichi kizazi kina hasira, na sisi sote tukiungana pamoja na hicho kizazi tunasema hatufai kurudi nyuma. Huu wakati tulionao, hii momentum tulionayo, lazima tuishikilie mpaka pale mabadiliko ya kisawasawa yataweza kufika katika nchi. Pengine katika hilo ndugu yangu Hussein Khalid, tunaona iko wazi serikali kuwa ilichangia pakubwa katika mauaji ya wale vijana, lakini je, unaona nani wa kuchukuliwa wa kuonyeshewa kidole cha lawama zaidi, na kwa nini pengine haki mpaka sasa haijafuatwa? Wenye kunyoshewa kidole cha lawama zaidi bila shaka ni idara ya polisi, kwa sababu wao ndo walikuwa katika mstari wa mbele kupiga zile risasi. Mimi nilikuwa baadhi ya wale ambao tulikuwa tukio katika mstari wa mbele kuweza kusaidiana na familia za wale waliouawa. Maiti niliona ni nyingi sana, na hasa zile maiti tulipokuwa tunafanya upasuaji kuthibitisha sababu ya kifo, ilikuwa unaona ni wazi huyu nia ya yule aliyefanya kitendo hiki ilikuwa ni kuua. Na polisi tunaambiwa kila siku kuua inafaa kuwa the last resort. Sasa ikiwa mtu ameshika katiba, ikiwa mtu ameshika bendera na chupa ya maji, kwa sababu hivyo ndivyo vifaa hawa vijana walikuwa nazo, bendera, katiba na chupa ya maji.
ilikuwa ni lazima gani uwapige risasi uwaue? Hiyo ilikuwa ni nguvu kupita kiasi. Kwa hivyo hatuwezi kabisa kutoa ile lawama kwa idara ya polisi. Wale vijana waliuliwa kwa maonevu. Na hata wakati wengine ukienda kule mochari, ukijaribu kutafuta, utapata kuona walikuwa wanajaribu kuwaficha. Kama yule kijana anaitwa Shakil, aliuawa sehemu za kule Rongai kwa kupitia risasi. Lakini polisi walienda wakabeba ule mwili, wakaupeleka hadi hifadhi ya City. Na walipofika pale, waliandika kwamba huyu ni victim wa accident. Upande wa Juja actually ni opposite, ni kama wamemchukua Changamwe, alafu wanasema walipofika kule wanasema ni maiti ya kutoka Bamburi ama ya kutoka Likoni. Yani opposite kabisa. So utapata kuona kwamba idara ya polisi ilikuwa inajua yanayofanya. Lakini kando na polisi, ni lazima pia kidole cha lawama kinyoshwe kwa serikali. Kwa sababu polisi wakiwa watafanya maovu, serikali inafaa kusimama kidete kusema hatukubali polisi kuwanyanyasa wananchi. Lakini hadi leo tunaona rais hata alisimama akawapongeza kwa kazi waliofanya. Kazi ya kuua. Unapongeza watu kwa kuwaua vijana, watoto, hata wengine walikuwa hawajafika miaka 18. Lakini kwa hivyo lazima tunyoshe kidole cha lawama na tunasema hatutarudi nyuma hadi hawa ndugu zetu waliouawa wapate haki yao. Lakini wanasema walitaka kuvunja katiba kwa sababu kuingia katika majengo ya bunge kupitia nguvu, kutumia nguvu, kuiba mali za Wakenya, kuharibu mali za Wakenya, ilikuwa ni wao kama vijana hawakustahili kufanya hivyo. Ati bunge ni la nani? Bunge ni la nani? Bunge ni la wananchi. Wananchi huingia bungeni kila siku. Every day, that is a public space. Wale wanaenda kule kuwatafuta wabunge wao, wale wanaenda kule kuomba usaidizi. Shule, hata primary children, school children huwa wanaenda kule. Bunge ni jengo la public. Na ilikuwa ni watu wanataka kufika pale kuelezea kwamba musipitishe hii sheria. Kwa sababu kila watu walivyokuwa wanajaribu kuambia, hawa wabunge bado wanatoka wanasema tutaipigia kura. Hata tuna mbunge wa hapa mwenye alisema nitapiga kura na kesho tena nitapiga kura. Sasa watu walikuwa wanasema nyinyi ni wakilishi wetu, nyinyi mnafaa kututumikia sisi. Leo hii vipi nchi nzima inazungumza, inawaambia twendeni hivi, nyinyi mnakazana bado tunaenda hivi? So walisema tutakuja pale ambapo muko ili tujaribu kuhakikisha ule ujumbe kama mlikuwa hamuupati, sijui ni vyombo vya habari hamuvielewi, tumekuja ili tuwaeleze. Lakini jambo la kusikitisha ni yale ambayo waliyapata pale. Badala kusikizwa, waliuawa. Lakini pengine hakukuwa na njia mbadala kando na maandamano? Njia mbadala zilifanyika kila mahali. Maandamano yalifanyika. Maandamano hayakuanza tarehe 25 Juni. Yalifanyika kila Jumanne ilikuwa na Alhamisi. Tukizungumza tukisema maandamano Occupy Parliament ilikuwa ni kama last resort. Kwa sababu ule ujumbe tunataka uweze kufika. Kwa hivyo lazima tuelewe sisi kama wananchi, hawa wanasiasa mara nyingine wanajaribu kutuonesha sisi kwamba ndio wabaya, kwamba sisi ndio waovu, kwamba tumejaribu. Lakini ukumbuke pale maandamano yalipokuwa yameshika, ni wanasiasa waliwachukua wahalifu wakawaingiza kwenye maandamano ili ionekane ati kwamba haya maandamano sasa watu wanapora mali, watu wanaharibu. Na walikuwa pale hata wenyewe wakisema wenye wamewapea pesa, kulikuwa na ushahidi wote. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wanaharibu na kupea jina baya kwa hayo maandamano walikuwa ni wanasiasa. Kwa sababu wanasiasa wanataka kujilinda, ndio wakaungana wakaja pamoja, kwa sababu hawataki kutishiwa kuona kwamba wanaweza wakaondolewa kwa kizazi hiki kidogo. Pengine kabla tuchukue mapumziko mafupi, tujibu tu hatua gani mlizichukua katika kuhakikisha, sababu tuko na taasisi mfano IPOA kufikisha visa vya polisi kuukaji wa haki za binadamu ambavyo ni vilitumika na polisi. IPOA iko. Tulichukua hatua nyingi. Mimi mwenyewe personally nilibebana na zile familia. Nakumbuka familia ya Ibrahim na wengineo. Tukenda Gumosi, Gupili hadi IPOA. Tukapeana ushahidi wote. Sio hivyo tu, tulifika mpaka Office of the President.
nafikiri kama inakumbukwa tulifika pale, na baada ya kufika hapo jambo walijaribu kufanya ni kutushika, na rais mwenyewe alisema yeye hajasikia, na yoyote ambaye anajua mwenye amepotezwa ama ameuawa nileteeni mimi hiyo habari, hiyo list. Na tukasema okay, ikiwa rais hajasikia sisi tunakuja kumpa hiyo list. Badala yake tukaanza pale kutishiwa, kutaka kushikwa baadhi ya watu wetu. Kwa hivyo tulifanya kila kitu. Hata wengine kupitia chama cha mawakili Law Society of Kenya, kesi zilifikishwa mahakamani za habeas corpus. Kwa hivyo ni kwamba hakuna juhudi ambayo haikufanywa kujaribu kuleta ile haki. Lakini wanasiasa na serikali walikuwa wanagandamiza na bado wanagandamiza. Vifo 63 hadi leo hakuna hata mmoja ama kifo kimoja ambacho tumeweza kupata haki juu yake. Anasema vifo 63 ama maisha ya Wakenya 63 waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya kizazi cha Gen Z hadi leo bado hawajapata haki zao. Ndio kauli ya mkurugenzi mkuu wa shirika la Vocal Africa aliyekuwa ambaye ni mwanaharakati katika taifa hili la Kenya, ndugu yangu Hussein Khalid. Tuchukue mapumziko mafupi, tutakaporudi katika awamu ya pili nitakushirikisha mtazamaji wangu mpendwa, kwa sababu najua kuna wengi zaidi walikuwa wakisema pengine huenda katiba ikawa ndio chanzo. Nitakufungulia namba za simu moja kwa moja, ama utakuwa na fursa pia kutuma swali lako kupitia 0722600333 ndio namba zetu za moja kwa moja hewani. Unaweza kutupigia simu ama ukatutumia ujumbe mfupi kupitia namba hiyo. Swali lako kuhusiana na unavyoona state of human right in Kenya, hali halisi ya haki za binadamu katika taifa hili la Kenya. Usibonyeze kidude, usiende mali. Tuchukue mapumziko mafupi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewe mdau wa Al-Hajar TV, so najua wewe ni mwanafamilia wetu, ndiposa tumeamua kuja na kitu kipya kinachokupa mafunzo, kitakachokuelimisha, kuburudisha na pia kukupa elimu zaidi. Naizungumzia app ya kwanza ya Kiislamu ambayo unaipekua kwenye simu yako ukiwa na Android ama ukiwa na simu ya iPhone. Ingia pale Play Store ama App Store, andika Al-Hajar TV. Alafu utapata app yetu maridadi ya Al-Hajar. App hii manufaa yake utapata kujua namna ya kalenda ya Kiislamu inavyoenda, kibla cha Kiislamu kiko wapi wakati wowote, na vile itakupa fursa kuangalia na kutazama Al-Hajar TV mubashara wakati wote ukiwa kwenye simu yako. Vile app hii inakupa fursa ya kipekee ya kuchat na shekhe kwa ajili ya kumuuliza maswali yako yanayokuumiza akili. Hili hakuna mahali kwingine isipokuwa ni Al-Hajar TV, kwani daima tunakujali kwa kuwa umetufanya kuwa kituo namba 1. Hivyo basi hakikisha unaingia App Store ama Play Store, unaandika Al-Hajar TV, halafu una download. Ukishamaliza kudownload una install pamoja. Ukishamaliza kuinstall hakikisha unajaza details zote utakapoambiwa uweke email address na password yako utakayotumia wakati wa kulogin katika app yetu hii. Chini utapata option 2, ima ya user ama ya shekhe, lakini kwa kuwa wewe ni mwanafamilia chagua session ya user. Hii ya shekhe wache mashekhe. Baada ya hapo utakuwa umefanywa verification kwa ajili ya kuanza rasmi kuitumia app hii ya Al-Hajar TV. Unakosaje? Download leo Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena katika awamu ya pili, tukiendelea na kipindi kurunzi yetu ya Al-Hajar TV, ukiwa nami wanakwetu daima hapa kuniita presenter 001 ndio langu jina, lakini kama litakuwa la kutatiza zaidi penda kuniita Muhammad Atibu Abdallah, ndio jina nilopewa na wazazi wangu wawili. Tukiwa naye mkurugenzi wa Vocal Africa Hussein Khalid, mwanaharakati ambaye amekuwa na mchango mkubwa zaidi katika kuhakikisha serikali ya Kenya inakaa on toes ili wasikiuke haki za
za binadamu, tukiwa tumegusia masuala mbalimbali, lakini lilogonga vichwa vya habari zaidi ni lile la tarehe 24 mwezi Juni mwaka 2024, yale maandamano ya kizazi kipya ama waite Gen Z kuhusiana na masuala mbalimbali, ikiwemo kutupiliwa mbali mswada tata wa fedha na vile vile kuvunjwa kwa baraza la mawaziri, na hatimaye kujaribu kufika kutoa kilio chao, kulingana na Hussein Khalid kuwa walitamani kumsalimia rais, kwa sababu kulikuwa na msemo anasema tunawabipu, walitubipu wakati tukawa wanapiga, na kikubwa zaidi akawa wanawasalimia wabunge na viongozi mbalimbali. Lakini pengine Hussein, tukirudi katika awamu hii ya pili, ambapo pia tutamshirikisha mtazamaji wetu kupitia 0722600333 ndio namba zetu za moja kwa moja kwa sasa, na simu ipo wazi hapa. Una fursa kutupigia simu moja kwa moja hewani ukauliza swali lako, na mkurugenzi wa shirika hili atakuwa hapa kwa ajili ya kulijibu. Tugusie sasa, turudi katika masuala ambayo umejikita zaidi nayo kwa takriban kwa sasa ni muongo mmoja tangu kazi ya wanaharakati ukianza. 1.5 hivi. Muongo ni miaka 10. 1.5. Haya, muongo 1.5. Pengine katika muongo 1.5 je, unaona katika kizazi hiki mashirika ya kutetea haki za binadamu wamekosa meno ya kuifanya serikali kuontoza zaidi? Nafikiri ukiangalia nchi ilipo na tukiangalia historia ya kule tulikotoka, tutasema kwamba mashirika yamesaidia nchi hii kupiga hatua. Kwa sababu tunafaa tu tujilinganishe na wenzetu Tanzania, ambapo leo tumeona mambo yaliyofanyika kule Dar es Salaam. Tukiangalia nchi ya Uganda, ambapo wana rais nafikiri miaka 40 sasa. Naam. Ambayo yuko, so tutasema kwamba hapa Kenya tumepiga hatua, na hatua ambazo tumeweza kuzipiga zimechangiwa pakubwa na mashirika na wanaharakati katika nyanja tofauti tofauti ambao wameweza kuleta hii. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunajivunia sisi kwamba hatutaki tena kufika huko, lakini pia tukumbuke katiba ya Kenya imechangia pakubwa. Katiba ya 2010 imetupa sisi uhakikisho wa haki zetu. Katika katiba ya Kenya sura ya 4 ndio sura kubwa kabisa, ambayo nafikiri wale waliotengeza katiba walijua kwamba tuko na historia ya ukiukaji wa haki za binadamu wa hali ya juu. Ndio wakahakikisha kwamba ile sura ya 4 ya kuzungumzia masuala ya haki za binadamu ndio sura kubwa kabisa. Kwa hivyo katiba na mashirika, nafikiri tutasema kwamba tumechangia pakubwa kwetu sisi kuwa na uwazi kwa sasa, kwamba yoyote anaweza akazungumza. Vyombo vya habari leo hii Al-Hajar na wengineo wana uhuru wa kutekeleza kazi zao. Wanaharakati na wengineo wengi tuko katika hali ambayo tunajivunia. Katika maeneo ya pwani na kaskazini mashariki na hata maeneo mengine ya taifa hili la Kenya, tumeona enforced disappearance, kupotezwa kwa watu katika njia tetanishi, na haswa pengine katika wenyewe wanasema ni mchana peupe. Magari wengine mpaka wakawapa kuna magari yakapewa jina ya kuwa kuna Subaru Boys. Ukikutana nazo ama ukikutana na double cabin zilizo na usajili namba wa nchi jirani, kidogo zikawa zinawatia hofu wa Kenya. Kwenye hili nani wa kupewa kidole cha lawama na nani abebe mzigo huu wa lawama zaidi? Ni kweli kwamba sisi hapa pwani haswa na ndugu zetu wa kaskazini mashariki, ikiwa ni katika masala ya watu kupotezwa kiholela na hata tuseme kuuliwa, hakuna maeneo mawili ambayo yamepata shida zaidi yetu sisi. Sisi tulianza tangu mwaka wa 2000 na baada tu ya lile tukio lililofanyika kule Amerika la 2000, ile September 11, tumeona kila kukicha serikali ya Kenya tofauti zikishirikiana na serikali za kimagharibi zikikiuka haki za binadamu za wapwani na vile vile ndugu zetu kule kaskazini mashariki. Na tumekuwa katika mstari wa mbele kusema kwamba hata kama mtu amefanya makosa, kuna sheria katika hii nchi. Serikali, mwananchi hafai kuchukua sheria mikononi mwake, na vile vile serikali pia haifai kuchukua sheria mikononi mwake. Kuna sheria ambazo zinafuata mbinu ya kwenda kotini. So koti peke yake ndio iko na haki
ya kuhukumu na kusema mambo gani yaweze kutekelezwa. Si mwananchi wala si serikali. Kazi ya mwananchi ni kushirikiana na serikali kumpata yule mhalifu, kutafuta ushahidi na kuufikisha mahakamani. So tumekuwa tukiyazungumzia haya. Nafikiri ndugu zetu wengi hapa pwani watakumbuka kwamba tumepinga utumizi wa nguvu kupita kiasi wa polisi, tumepinga maonevu ya jamii kwa sababu ya dini, tumepinga ubaguzi, na hadi hivi sasa tunaendelea kusema mambo hayo. Na kama wapwani na wa kaskazini mashariki, lazima sisi tuwe katika mstari wa mbele. Leo hii ni jambo la kusikitisha tukiona sisi yale tuliokuwa tukifanyiwa, tulikuwa tukilalamika na tukisema tunayapinga. Leo hii kizazi cha Gen Z kinapitia yale. Alafu sisi ambao tuko na historia na tunajua haya maovu vile yanaumiza watu, alafu sisi hatusemi kitu. Alafu sisi tunaunga mkono hawa watu wanaotekeleza haya mambo. Ni jambo ambalo linanisikitisha. Kwa sababu hakuna familia hapa pwani tutasema hawajui uchungu wa kumpoteza mtu wao. Labda kiholela ama kupigwa risasi. Sote tunajua. Hata kule kaskazini mashariki tumepitia haya mambo. Tunapokuwa tunasema violent extremism, tukiitwa sisi ni magaidi. Watu wetu vijana wakichukuliwa, wakipotezwa, wakipigwa risasi na watu kwenye pikipiki. Tunayajua yote haya. Leo hii vipi kizazi cha Gen Z wanapotezwa hivyo tu, alafu sisi ni kama hata hatuuna ule uchungu. Kwa hivyo lazima tusimame na haki. Pale popote tunaona haki imekiukwa, tuwe wa kwanza katika kuitetea hiyo haki. Kuna mmoja kati ya watazamaji wetu walikuwa na msemo, anasema katiba ya Kenya licha kuwa ni katiba mpya, ni katiba mzuri, lakini imechangia pakubwa kupeana uhuru wa kupitiliza. Je, unaona katiba ya mwaka 2010 imekuwa ni chanzo? La hasha. Mimi sidhani kwamba sisi kama nchi ya Kenya tumekuwa na uhuru wa kupitiliza. Uhuru wa kupitiliza, ndugu yangu Hussein, tumeona mpaka kufikia vijana kumweka rais katika sanduku, nikizungumzia jeneza, watu wakitengeneza zile zinaitwa picha chanya, memes za chapati, butere na vitu kama hivyo. Je, huoni ni wa kupitiliza? Nafikiri kwa kiwango fulani kuna mambo ambayo lazima sisi tuweze kukumbuka kwamba ukiwa katika nyadhifa ya uongozi lazima ujue kwamba kuna watu watakupenda na kuna wale labda watakuwa hawafurahishwi na yale unayoyasema. Ikiwa mtu anaonesha hisia zake, kughadhabishwa na kukasirishwa na mambo yanavyoendelea, nafikiri ni vizuri kila mtu apewe uhuru wa kujieleza. Kuna mara nyingi sana sisi pia kama Waislamu kwa mfano tumekuwa katika mstari wa mbele kusema lazima tulinde dini yetu. Lazima tumlinde Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asiwe ni mwenye kukanyagiwa ama kudharauliwa. Na tumeona kwa mfano nchi kama Ufaransa wakisema hawa wana uhuru, magazeti yao wanaweza kufanya mambo kama hayo. Kwa hivyo mimi naona kwamba uhuru uliopewa na katiba ya Kenya ni uhuru ambao ni muhimu ikiwa kweli sisi tunataka kutekeleza demokrasia. Sababu hakuna demokrasia bila ya uhuru wa kuzungumza. Mtazamaji anasema hakuna demokrasia bila uhuru wa kuzungumza, ndio kauli yake. Nawe pia una usemi upi, una swali, una changizo, kupitia 0722600333 ndio namba yetu ya moja kwa moja. Una ruksa pia kutuma ujumbe wako mfupi kupitia WhatsApp ama kutupigia kupitia WhatsApp, namba ni hiyo hiyo. Kuna mmoja hapa anaitwa Hussein Aziz kutoka maeneo ya Mvita, anasema naomba umuulize somo yangu, je, itakuwa ni vipi mpaka wao kusema wamepata haki? Haki kwao itakuwa ni jambo gani likitendeka ndio wathibitishe kuwa haki imetendeka? Naam. Jambo la kwanza somo Hussein ambalo lazima tuliweke wazi ni kwamba muhimu kabisa ni kwamba wale waliouawa katika maandamano ya kizazi cha Gen Z lazima wapate haki. Polisi waliohusika na mauaji ya tukiendelea huyo, acha tumruhusu tumsikize na huyu naye. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Haya, pole sana kwa ngavu hiyo, lakini bado fursa unayo. Naam. Naam, kwanza kabisa tunataka polisi waliohusika na mauaji ya kiholela ya wananchi wa Kenya lazima wachukuliwe hatua. Ya pili, wale wote waliokuwa katika nyadhifa za uongozi wakati huo, kama ni Inspector General, kama ni mkubwa wa polisi wa county, lazima waondolewe mamlakani. La tatu ambalo tunataka kuona ni wale wanasiasa ambao walikuwa wakichochea, wale wanasiasa ambao walikuwa wakizungumza matamshi ambayo yalikuwa yakisifu uuaji na mambo kama hayo. Nafikiri tunawajua, si kule bungeni tu, mwingine alisema kama ni yeye angeua watu 5,000 na kila siku. Wanasiasa kama hao lazima pia wachukuliwe hatua. Mambo ni mingi, naweza kuendelea. Wacha tumruhusu huyu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mzee wangu Ahmed Sheikh kutoka maeneo ya Old Town. Naam, karibu sana. Asante. Sisi bwana watazamaji wa Al-Hajara TV. Naam. Mwanzo tungependa sana kumpongeza ndugu yetu Hussein Khalid. Naam. Kwa kujitolea kuja kwenye kipindi cha Al-Hajara kutuangazia masuala ya kutetea haki za binadamu. Na sisi binafsi tumpongeza sana Hussein Khalid kwa juhudi yake, kazi anayoifanya kutetea haki za kibinadamu za Waislamu, za umma wote katika Kenya. Naam. Ni jambo kubwa sana na ambalo walifanya, na kutetea vijana wa Kiislamu wanapodhulumiwa. Tumpongeza sana sana sana. Asante. And we are very proud to have one of our own to be in that category. Mungu amhifadhi inshallah, Mungu amjalie kheri. Amin ya rabbi. Na tumuombea Mungu ampe afya na nguvu, azidi kuwatetea watoto wetu inshallah. Amin ya rabbi. Amen. Wabillahi tawfiki, na sichoke kuja kutueleza kwenye kipindi chetu cha Al-Hajara TV. Asante inshallah. Pia aje tueleze mengi zaidi Inshallah. Shukran sana mzee wangu Ahmed Sheikh kutoka maeneo ya Old Town. Nawe pia mtazamaji una fursa kupitia 0722600333 ndio namba yetu ya moja kwa moja hewani. Fursa unayo kutuma ujumbe fupi ama pia kutupigia kupitia WhatsApp. Tukiwa tunaendelea mkurugenzi katika hilo. Naam. Nilikuwa nasema, wajua sisi kama Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni binadamu bora kuliko wengine wote. Na sisi lazima tulinde ile image ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa sisi tunasema kwamba mtume tumemweka katika kiwango hiki, nafikiri binadamu mwingine yoyote asituambie kwamba yeye pia ni kama mtume. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kumfikia yeye pale. Sasa wewe kama ni kiongozi uko katika nchi, na leo hii unafanya makosa, unatenda maovu, alafu ukiambiwa unawashika watu. Nafikiri kesho kuna kesi ya kijana ambaye ameshtakiwa kwa kusema Ruto must go. Amepelekwa mahakamani na hivi sasa kesho watu wameweza kuambizana tuweze kufika pale kumuunga mkono. Kwa hivyo tukumbuke kwamba tunaposema watu wana uhuru wa kuzungumza, hatutaki mtu ajione kwamba yeye labda amefikia kiwango cha utume, kwamba hawezi kukosolewa, na wewe ni binadamu kama mimi na wewe. Kwa hivyo ikiwa wewe ni rais, ikiwa wewe ni waziri, ikiwa wewe ni permanent secretary, wewe ni afisa wa umma, kuwa tayari kukosolewa. Hati kesho wewe ukienda ukipata mamlaka, ujue unapoweka sahihi, unaposema mimi nakubali, ni kwamba kukosolewa lazima kutakuwepo. Msituambie wachaneni na mitandao, watu mnatukanana kwenye mitandao, sijui nini, la hasha. Wewe uko katika uongozi, uwe tayari kukosolewa. Na watu watakuambia kwa vile wanavyoona mambo yanaenda, ikiwa hayaendi sawa, uwe tayari kuambiwa. Tugusie haya, wacha tumsikize huyu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa njia Rahman Alwi. Naam, ndugu yangu Abdurrahman Alwi. Naam, swali yangu kwa Hussein ni kwamba ametwambia kwamba haaminisha kwamba katiba inafanya kazi yake sawa sawa. Kwa sababu tumeona wakati wa maandamano
maofisa waliua vijana 63 kama sikosea, idadi hiyo alitupa, na hakuna hata mmoja sasa aliyepata haki yake. Sasa kama katiba haipati kazi, ni njia zipi tunaweza kufuata ili kuhakikisha kwamba sisi kama wananchi wa Kenya tunapata haki yetu? Swali yangu ni hilo. Haya, asante sana ndugu yangu, endelea kutegea hapo hapo. Anasema ni njia zipi tutakazozifuata ili haki zipatikane. Ni swali zuri sana, na huyu kijana inaonyesha kwamba anaelewa yale mambo yanavyoendelea. Na tukumbuke kwamba sio katiba ambayo inafanya sisi kukosa haki. Katiba imesema mtu anapouawa lazima sheria ifuatwe, aliyemuua mshike. Shida iliyopo si katiba. Shida iliyopo ni wenye kutekeleza katiba, ambapo ni serikali, ni idara ya polisi, ni judiciary, ambao hawafanyi kazi. Na tutafanya nini sisi? Ni tuendelee kuweka msukumo, tuendelee kujitokeza kwenye maandamano, tuendelee kuhakikisha kwamba mtu yoyote mmoja wetu akiumizwa, sisi sote tunajitokeza. Ikiwa tutanyamaza kimya, wataendelea kukiuka hii katiba, wataendelea kufanya mambo yao. Kwa hivyo sisi tuwe katika mstari wa mbele kusema tekeleza katiba. Kwa sababu uongozi uliopo hivi sasa, uongozi hii tunaita si broad based, sisi tunaita bread based government. Ni serikali ambayo inaenda kinyume na katiba. Na ni hadi mimi na wewe tuwe tayari hata kupoteza maisha yetu kwa sababu ya kutaka hii katiba iweze kutekelezwa. Pengine ndugu yangu, pengine swali tu la balagha laweza kuja kwa niaba ya mtazamaji. Kwa nini kina Hussein Khalid hatuwaoni mkipigania viti vya uongozi ili muingie ndani ya serikali katika kurekebisha hili? Naam, hilo ni swali ambalo tumerushiwa mara nyingi sana. Hata baadhi ya matajiri kusema wako tayari kutupa fedha ili tuweze kusimamia, lakini wasiwasi tulionao mkubwa sisi ni watu kuona kwamba tulikuwa tunatetea haki kwa sababu ya kutaka kujinufaisha sisi wenyewe. Mimi kama Muislamu, Suratul Asr inatueleza watawasaw bil haki watawasaw bis sabr. Kushikamana na haki ni jambo ambalo dini yetu inatuambia kwamba tuna hasara sisi ikiwa hatutashikamana na haki na hatutofanya subra. Kwa hivyo hatufanyi haya kwa sababu ya kujitakia, tunafanya kwa sababu dini yetu inatuambia tuyafanye. Na jambo la kwenda kwenye siasa vile vile, kuna wengi ambao tumeona wamevuka wakaingia upande wa siasa, kisha baadaye wakabadilika kabisa. Watu ambao tulidhania kwamba wakifika pale wataweza kuleta mabadiliko mazuri, lakini hayo hayakufanyika. Asante sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Fatihia Hassan kutoka Nyali. Naam, Fatihia. Na kwanza ningependa kumpongeza Bwana Khalid kwa kutusaidia sisi vijana. And as part of being the Gen Z part, we are not happy, at the same time tuko discouraged, na kama vile unavyoona maandamano yametulia. And akagusia pia kuhusu polisi na politicians na the government, wote hao ni watu wamoja, sisi ndio watu kando kama wananchi. Sasa ningependa kumuuliza ni mikakati gani ama ni mbinu gani wanapanga dhidi ya kupigania unyanyasaji huu, maana kunyamaza ndio tutazidi kuumia. Thank you very much. Thank you so much. Fatihia huyo na ambaye amesema yeye ni Gen Z. Nafikiri mikakati ambayo hivi sasa tumekubaliana, tumekuwa na mikutano kule Nairobi, tukiita baadhi ya wale wanaharakati pia wa huku, baadhi kama vile kina Walid, kina Munira Kazungu na wengineo, tumeweza kukaa chini na tukasema wakati huu wa sasa ni wakati wa kuleta hamasisho. Ni wakati kuwatoa watu taka mashikio. Manake tuliona pale maandamano yalipokuwa yameshika, waliotumiwa kuyapinga yale maandamano na kuharibu na kuleta yalikuwa vijana wenyewe. Kwa hivyo vipi nyinyi vijana wenzenu wanapigania haki, nyinyi mnakuja kuharibu? Wacha tumsikize na huyu naye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzena. Tunashukuru kabisa, sijui zako popote ulipo. Alhamdulillah. Wallahi mashallah, alhamdulillah. Mwanzo nina furaha sana kuona ndugu yetu kuja kwenye Al-Hajar TV. Kama sisi wafuasi wa Hajar TV, mashallah tunafurahi. Asante sana. Na nikumwombea Mungu
Mwenyezi Mungu amhifadhi kwa juhudi yake na kazi yake kubwa anaifanya. Amen. Inshallah. Na afanye bidii anakuja mara kwa mara kutuelimisha na kutuambia ambao watu wajui. Inshallah. Ndugu yetu akianza alizungumza kuhusu akasema hapa Mombasa ni kaunti ndogo lakini uhalifu uko mwingi sana. Naam. Sasa je, tunaweza kufanya nini tuweze kupunguza huu uhalifu wa Mombasa? Kitu gani tunaweza kusaidia na mawazo? Tuweze tukafanya bidii ili kupunguza uhalifu ule kwa Mombasa. Namba 2, mimi ni mmoja nasema hii katiba ya Kenya imetupa uhuru mwingi sana, kwa sababu mpaka imekuwa manake tupitisha kiasi. Leo tutamwona rais amewekwa kwenye majanaiza. Alafu kama maandamano walifanya jinsi sawa, wana right kila mtu kufanya maandamano. Lakini wale vijana walikuwa wakizidisha, wakipiga polisi tukiwaona manake. Wakipiga polisi wakaa wakaenda wakiwatia vidole za macho, umeelewa sio? Sasa hayo pia nilikuwa nataka tuzungumze, tusikue upande mmoja. Lakini vitu tuliziona kwa vijana wanasukuma mawe, mara tupa, mara kile wakipiga wale polisi. Sasa je, hili unalizungumzia vipi? Shukrani jazakallah. Hai, shukrani jazakumullah khair kwa maswali yako mawili hayo. Namna gani? Tumesema Mombasa imeingia katika kumbukumbu kuwa ni kaunti ndogo, lakini magengi ya kihalifu yaliyopo hapa ni mengi zaidi kuliko pengine hata idadi ya kaunti yenyewe. Naam, kweli. Kwanza tukimaliza lile swali la Fathia kwanza ni kwamba baada ya kuona kwamba wanaotumiwa kama huyu ndugu alisema kutia polisi vidole kwenye macho, wenye kubeba chupa na kusumbua yale maandamano, walikuwa hawa vijana wenye walikuwa wakipewa pesa kwenye bodaboda, wakienda wakivunja maduka. So tukasema kwa sababu wanasiasa wanawatumia hawa, hebu tufanye sasa ni uhamasisho, na tukalenga specifically social media, kwa sababu vijana wengi wa kizazi hiki wako kwenye Gen Z. Kwa hivyo ukiona watu wameingia katika social media na kuna hamasisho, sio tu by accident. So tuko katika hali ya kufanya hamasisho. Hopefully with that watu wengi hasa vijana tunaomba wachukue ID, wachukue kadi za kura, ndio tuweze kuleta hayo mabadiliko. Asante sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mimi naitwa Clinton. Naam, Clinton. Maeneo ya Bombolulu. Yes, Clinton. Okay. Nataka kuuliza mwanaharakati Hussein Khalid. Kuna hii story yenye inatutatanisha, tunaiona kwenye news ya huyu kijana mwenye amefunguliwa mashtaka kuwa ame-impersonate our president Ruto. Kwanza anatuhumiwa kuwa amefungua X account, akaweka picha ya president na akaweka caption hapo I must go. Is there any way huyu kijana violate constitution, ama ni hii tu pressure ya government yenye inapea ma youth, ili unajua big percentage of youths now are against this government. Yes. So is this the pressure yenye tunapea government, ama violate constitution in any way? Asante Clinton. Asante Clinton kutoka maeneo ya Bombolulu. So yale maswali mawili ni uhalifu umezidi. County ndogo kabisa katika nchi ndio yenye magengi mengi zaidi kwenye nchi. Na hili ni jambo ambalo lazima tuliangalie. Na najua kuna watu wanasema mashirika ya utetezi hamuji mpaka watu wakiuliwa. Pale wanapiga watu mapanga hamusemi kitu. Kwa hivyo lazima tuiweke wazi bayana kwamba hakuna mashirika ambayo yanaunga mkono uhalifu. Hawa vijana ambao wanafanya haya mambo ni makosa. Kama alivyosema ndugu yangu, ni makosa, wala hatukubaliani nao. Lakini pia lazima tuangalie kiini. Hakuna mahali kuna magengi ambapo hakuna umaskini kuzungumziwa. Hakuna mahali kuna magengi ambapo hakuna swala la ajira kuzungumziwa. Hakuna swala la uhalifu bila kuzungumzia swala la mihadarati. Kwa hivyo ndugu yangu, pale tutakapokuanzia sisi ni tuyaangalie haya mambo ambayo yanachangia kwa kuwepo kwa haya magengi. La pili, Clinton ameuliza huyu kijana, ndio kwa maana hata tumeweza kuwasiliana na Law Society of Kenya. Yule president wa Law Society Faith tayari amesema kwamba watapeana wakili na kesho, huyu alikuwa hana wakili hadi hivi sasa. Lakini kesho atakuwa na chama cha mawakili kumtetea, kwa sababu tuna imani
kwamba akona haki yeye ya kujieleza vile anavyoona ni sawa. Kwa hivyo tunasimama na yeye huyu kijana, na tutasimama na kijana yoyote ambaye anasimama kuleta sauti, kusimamisha haki, si hapa pwani tu, lakini katika nchi nzima. Sisi hasa kama Waislamu lazima tujue kwamba tunaambiwa baadhi ya wale ambao watakuwa na hasara kabisa ni yule ambaye ameona visa ndio hivi, jihad ndio hivi, kisha yeye anakimbia anaondoka. Kwa hivyo kusimamia haki, sisi kama Waislamu na pia wafuasi wa Al-Hajar lazima tukumbuke ni jambo ambalo linahimizwa katika dini yetu. Kwa hivyo tusikubali tumuone mwenzetu pia yeye katika ile sermon alitoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mlima wa Arafa. Baadhi ya matamshi ambayo Mtume Muhammad alisema ni do not oppress and do not be oppressed. Musidhulumu wala musidhulumiwe. Haya ni matamshi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye tunamjua kwamba ndio kiongozi wa umma wetu. Leo hii tutaonaje dhulma zinafanyika? Hasa katika sisi wenyewe, watoto wetu wanauawa, wanafanyiwa haya yote, kisha sisi tunyamaze kimya. Itakuwa sio sawa. Kwa hivyo tujitokezeni, tusimameni na haki, tuhakikishe kwamba wale ambao wamenyanyaswa wameweza na wao kupata haki yao. Asante sana, ni ruhusu tupitie kwa sababu mwelekezi ananiambia muda umesalia kama dakika 5 tu hivi kwa ajili ya kumalizia katika mitandao ya kijamii. Sharifa Amuri na kuona Salim Matari, asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Fatia Auni, asante sana. Ahmed Che, asante sana kwa nawe pia kwa jumbe yako hiyo, kwa kuwa nasi hapa. Pengine Hussein, katika dakika hizi tulizomalizia tugusie mawili matatu kuhusiana na miili iliyopatikana katika mto Yala. Haki iko wapi mpaka sasa? Kuna baadhi ya kesi, kuna nafikiri maaskari wawili tuliweza kusukuma kama mfano ambao waliweza kukamatwa na tukaweza kuwasilisha hizo kesi, zinaendelea hivi sasa kotini. Nafikiri swala la Shakahola kila mtu ameona, yule aliyekuwa ndio kiongozi pale wa kidini hadi hivi sasa yuko ndani. Kuna swala la Tana River. Pia kuna yale miili ilikuwa watu wakiuliwa kisha wakifungwa na mawe. Nakumbuka nikiwa kwenye mto, tulikuwa na wewe kwa wakati huo. So nafikiri kuna kesi kadha wa kadha tumeweza kuzisukuma, na hivi sasa tuko katika mawasiliano na chama cha mawakili ili tuweze kuangalia baadhi ya zile kesi ambazo ziko wazi kabisa za Gen Z, tuweze kuzisukuma mbele. Nafikiri mmeona kule Nakuru tumefuatilia kesi ya yule kijana Brian Odhiambo ambaye alikuwa amechukuliwa na KWS. Kwa hivyo kuna kesi kadha wa kadha ambazo tunazisukuma na tuna matumaini kwamba tutaweza kupata haki. Tugusie tumeona serikali iliwapata katika makosa wale maafisa waliomuua yule mwanadada Kwekwe maeneo ya Kwale kule Kwekwe Tandaza. Nikikumbuka bado nikiwa katika harakati za kuwa mwanaharakati, nikishuhudia mwili wake ukiwa umeharibiwa na vitu kama vile. Je, nyinyi kama wanaharakati kuona maafisa wa polisi kuchukuliwa hatua zinawaridhisha? Kesi ziko nyingi ambazo maafisa wa polisi wamechukuliwa hatua, lakini tunasema zile ambazo hawajachukuliwa hatua ni nyingi zaidi. Na tunataka kuona nchi hii imefikia kiwango ambapo hatutetei polisi waovu. Hatutaki kutetea polisi wauaji. Wale ambao wanahusika na kubeba watu. Kama nilivyosema, hakuna region ambayo inajua athari ya watu kupotezwa na watu kuuliwa kiholela kuliko sisi na Northeastern. Hatufai kunyamaza sisi leo tukimwona mwenzetu anapitia hali ile ile. Kwa hivyo lazima sisi pia tuweze kupaza sauti, tuseme haya ni makosa. Ikiwa mtu amefanya makosa, mshike, mpeleke kotini, lete ushahidi, na akifungwa sote tutafurahia. Kama mtu amefanya makosa, nani atalalamika mhalifu kutolewa katika jamii? Sote tunataka hivyo, lakini kumuua, kumpotezesha ni kama yeye si binadamu, haya ni makosa. Kwa hivyo tuangalie ni vipi tutahakikisha kwamba tumeweza kutekeleza sheria, na hizi taasisi za idara ya polisi na zingineo zifanye kazi kwa mujibu wa sheria, sio kwa
akili yao wenyewe vile wao wanataka. Pengine katika mwongo mmoja na nusu uliokuwa ukifanyia kazi haki za binadamu, ushaona tukio ambalo pengine umetishiwa na pengine unaliona hili lafikiria mahali paka anasema hii kazi ya haki human right tosha tena? Nafikiri tumefanya na wewe kwa muda mrefu na unafahamu zile tishio zilizokuwa zikija, sio tu kutoka kwa wanasiasa, kutoka kwa serikali. Sisi hata tulifungiwa wakati mmoja, tukaambiwa hatufai kufanya kazi kwa sababu tunatetea wale ambao tuliona wanadhulumiwa kwa kisingizio cha ugaidi. Kwa hivyo tumepitia yote hadi hapa tulipofika. Sasa tunasema hatutishiki tena, na ikiwa mtu anataka kuja kutushika, kutufanya nini, sisi tuko tayari. Tumejitolea na tutapigania haki insha Allah hadi kufa kwetu. La mwisho tumalizie la Butere. Naam, katiba ilivunjwa? Obviously not. Katika hii michezo utapata kuona kuna mingine inasifu serikali. Inasema haya ni mambo ambayo yaliopo, lakini huwasikii wakisema tutoeni siasa katika masala ya watoto. Pale inasifu serikali inakuwa ni sawa. Lakini pale moja inakuja kusema la, serikali ilivyofanya si sawa, unaona kila mtu mpaka watoto wadogo tena wa kike mnawapiga tear gas. Ya nini haya yote? Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha kuona kwamba tulifika kiwango kama kile. Kumalizia, una rate serikali wapi? Mimi nikirate serikali 1 mpaka 10? 1 mpaka 10 nitawapatia 1.5. 1.5 out of 10. Hiyo ndio tena, hiyo nimekuwa very generous to the government. Otherwise mimi naamini tuko negative. Hata hiyo 1 mpaka 10 hakuna. Lakini kwa sababu nchi inasonga mbele, kuna amani ambayo wananchi wenyewe wanaleta, sio polisi, wacha tuipatie 1.5. La mwisho kumalizia, tuione wapi Vocal Africa? So Vocal Africa ni shirika ambalo hivi sasa tuko barani Afrika. Kwa sasa tumekita hapa Kenya, na ndio kwa maana mnaona tuko kila mahali, tunajaribu kufika kote, lakini tuko na miradi tunajaribu kuanzisha kule Nigeria, Tanzania. Tumekuwa hata leo tukiyazungumzia yale yamefanyika kule Tanzania, kushikwa kwa mahakama ya Kisutu. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia na kwa neema na dua kama zile za wenzetu waliotupigia simu, tuna imani kwamba tutaweza kufika bara zima la Afrika, tuweze kutetea, kusimamisha Uislamu na kusimamisha haki inshallah. Asante sana, niruhusu tumalizie na hizi. Sharifa Mura anasema thank you so much for tackling an important topic with wisdom and make it different. Asante sana. Bragin Maina anasema a very big applause to Sir Hussein Khalid. The work you do is beyond government aims. Thank you so much for supporting the right of the people. Fatihi anasema 1.5 please, alafu akaeka emoji ya kucheka, anasema they don't deserve even 1.5 the percentage. Kikubwa zaidi ni kushukuru sana ndugu yangu Hussein Khalid kwa wakati wako, fursa yako, licha kuwa ni mtu wa mambo mengi, lakini nikiamini tutakuwa na wewe. Yusuf Odhiambo anasema the show was light. Thank you so much Al Hajar TV and Hussein Khalid. Asante sana ndugu yangu Yusuf Odhiambo kwa kuwa nasi, na wale nyote ambao mnaendelea kututazama kwa sasa, lakini fursa pia ipo kurudia kipindi hichi, kujifunza zaidi kama ndio mwanzo unafungulia runinga yako. Lakini ombi tu kutoka kwa mzee wetu kutoka maeneo ya Old Town, Ahmed Sheikh alisema wewe unakuja mara kwa mara. Pengine katika hiyo, najua mkurugenzi anatutazama kwa sasa, pengine huenda shirika hili la Vocal Africa tujaribu kuangalia namna gani sisi kama Al Hajar TV tuko tayari kushirikiana kupatana ili kuja kufunza mtu, kwa sababu kuna mengi. Kwani hapa kuna baadhi ambao nimeandika, kuna watu hawajui haki zao za kushikwa, kuna watu kujua kuisoma katiba, kujua muhalifu, kwa sababu kuna siku niliwahi mwambia mtu muhalifu naye pia ana haki. Mtu akashangaa, huyu ni muhalifu ana haki vipi? So vitu kama hivyo naona itakuwa ni vyema zaidi ikiwa Vocal Africa itaingia mkataba na na shirika la Al Hajar TV kwa ajili ya kuweka kipindi maalum, ijue sheria, jifunze sheria, vitu kama hivyo. Na najua wewe inshallah tutafanya inshallah. Najua kwa kuwa wewe una tajriba ya
wakili. Msimuona hivi, si mwana harakati tu, ni lawyer by professional. Hilo najua watu wengi walikuwa hawalijui kama Hussein Khalid ni lawyer by professional. Nikushukuru sana kwa fursa yako wewe na wanaharakati wengine ambao mnafanya kazi kubwa zaidi katika taifa la Kenya, na yale mnayofanya tuna wapa nguvu sisi kama vyombo vya habari, kwa kuwa sababu pia mnachangia pakubwa zaidi katika haki ile uhuru wa vyombo vya habari, na sisi kuwa tuko kwenye safe place zaidi. Na wewe mtazamaji wetu mpendwa, asante sana kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Nilikuwa wako Mohamed Atibu Abdallah. Nishukuru kikosi kazi kizima chote kikiongozwa na ndugu yangu Taufika Athman kwa kuwa ndo alikuwa mwelekezi wa kipindi hiki. Niwashukuru nyote kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sina la ziada isipokuwa tu kukwambia kesho pia ni siku, insha Allah itakuwa ni siku ya Ijumaa. Tutakuwa naye Sheikh Muhammad Bahero katika hutuba ya Ijumaa katika msikiti wa Masjid Yusuf maeneo Migadini, na hutuba ya Ijumaa inasema tumemsaidia shetani kutimiza malengo yake. Je, umekuwa miongoni mwao ama haya malengo ya shetani ni yapi? Njoo usikize hutuba ya Ijumaa kutoka Masjid Yusuf, lakini ukikosa fursa itazame hutuba hii moja kwa moja mubashara kupitia runinga yako unayoipenda ya Al-Hajar TV. Alafu mida usiku afya na jamii itakuwa ni fursa ya dadangu Fatihia na kipindi chake na daktari kuhusiana na mada ya matatizo ya meno. Fi amanillahi, tukutane siku nyingine tena. Katika dunia inayoendelea kukumbwa na changamoto za migawanyo, chuki na ukosefu wa maelewano, kuna mwanga mpya unachomoza kupitia nguvu ya vijana. Runinga yako pendwa ya Al-Hajar TV wakishirikiana na Al-Yatim Project chini ya uangalizi wake Sheikh Muhammad Abdi Obo wanakuandalia tukio kubwa adimu kwako kijana, lenye anwani kijana balozi wa amani. Ni Alhamisi ya tarehe mosi mwezi Mei mwaka 2025 pale katika ukumbi wa Afra Banquet maeneo ya Sarani kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana. Jitokeze, ujifunze, uhamasike na uwe sehemu ya mabadiliko ya kweli. Unakosaje?